Linda Mwananchi, Edwin Sifuna wanaelekea kaunti ya Nakuru. Sasa hii itaweza ni kuwa ni kubwa zaidi, itaweza ni kuwa ni kitu moja miongoni mwa the unexpected events in the Linda Mwananchi tangu walipoweza ni kuanza their tours, and hii Linda Mwananchi yenye inaendelezwa na Edwin Sifuna, Babu Owino and his crew. As of yesterday, ODM UDA hawasikizani hata kidogo, and the current ODM Linda Ground Group imeweza ni kutuma hali ya hatari ama hali ya kuweza ni kuambia the UDA that wasipoweza ni kuketi chini na wakaweza ni kusikizana, wataweza ni kuwa na mgombea wao wa urais mwaka wa 2027. Sasa the timing ya Edwin Sifuna on this one of Nakuru Linda Mwananchi tour itaweza ni kuwa ni kubwa zaidi. Inaweza ikawa hata na a lot of surprises. You can see people from the Linda Ground coming to the Linda Mwananchi tour. You can't see. Now in this video ningetaka tuweze ni kuangalia mambo ambayo yanatarajiwa kuwa yakifanyika siku hii ambayo Edwin Sifuna pamoja na Linda Mwananchi wanaelekea pale upande wa Nakuru. Bila ni kuweza ni kupoteza wakati, tuweze ni kupata ni kuanza. Linda Mwananchi katika zile hafla ama mikutano yenye wameweza ni kuwa wakifanya katika nchi yetu ya Kenya. Wamekuwa pale Narok, wamekuwa pale Mombasa, wamekuwa pale Nairobi. Tumeweza ni kuona visa tofauti tofauti vya maafisa wa polisi kuwa wakiweza ni kuingilia na waweza ni kupiga matia gas, na hiyo ni kawaida ya mtu ambaye yote ambaye ana criticize the government. As of 2026, Edwin Sifuna is anti-Ruto. He even specifically said that he would not be a secretary general mahali ambapo William Samoei Ruto anahusika. In short, hataweza ni kuwa a secretary general of the ODM party pahali ambapo Oburu Odinga anaongoza na wako pamoja na William Samoei Ruto. Hii inaweza ikakueleza kwamba siku ya kesho kunaweza kuwa, and of course there might be police waweze labda ni kuingilia mambo kama yale ya kuweza ni kuwa Edwin Sifuna akiwa pale upande wa Nakuru. Mwanzo tumeweza ni kuona serikali siku hizi inaweza ni kutumia a lot of pressures and a lot of force using the police kuweza labda ni kuingilia mikutano tofauti tofauti ya kisiasa. Kitu cha pili ambacho kinatarajiwa kuwa kifanyika hapo siku ya kesho, it will not be a surprise if unaweza ukaona mtu yeyote kutoka the ODM Leader Ground akiweza ni kuja katika huku mkutano na aweze ni kufanya hii tamasha iwe ni kubwa zaidi. Kumekuwa na masikizano kati ya the ODM and UDA wakiweza ni kujaribu labda kuweza ni kusikizana venye wataweza ni kushikana ili waweze ni kuwa na mgombea pale mwaka wa 2027. Na hofu kubwa sana kwake Rais William Ruto ni wapo Edwin Sifuna ataweza ni kuendeleza anachokifanya katika nchi yetu ya Kenya. Mwanzo nguvu ambayo labda Edwin Sifuna anatumia sio nguvu alionayo pale the Linda Ground ODM yenye imeweza ni kubaki pale ya kina Gladys Wanga, Oburu Odinga and Junet Mohamed. Exactly what Junet Mohamed aliweza ni kusema, wanaweza wakasimamisha mgombea wao wa rais mwaka 2027. Kila mtu aweze ni kukutana kwa ground. The ground means waweze ni kukutana 2027. William Ruto aweze ni kujisimamisha kivyake, ODM iweze ni kuleta mgombea wao wa urais. Edwin Sifuna ameweza ni kuwa akileta one of the big political rallies we'll ever see in Kenya. Na hii inaweza ikakueleza kama wewe umeweza ni kuwa ukifuata siasa za Raila Odinga, hayati Raila Odinga. Huyu ndiye aliweza ni kuchukulilia alichokuwa ameanzisha Raila Amolo Odinga. And this tells you that the potential of Edwin Sifuna in the politics of Kenya and even being the president in the next 10 years to come, it will be a very big one. The Nakuru tour for Edwin Sifuna is expected to capture a lot of politicians in between his rally. Tumeweza ni kuwa tukiona viongozi ambao wanakuwa wakijiunga na Edwin Sifuna
tangu aweze ni kuanzisha The Linda Mwananchi. Na bado ni vizuri mtazamaji wangu uweze ni kuelewa Edwin Sifuna bado hajaweza ni kukutana na the disciplinary committee yenye iliweza ni kupata ni kuwa iweze weza ni kumpitisha katika moja ameweza ni kuhusika kwamba labda ameweza ni kupata some accusations in between the ODM party, kwa kuweza ni kuwa akikosa kuwasili katika hafla za ODM party, kuweza labda ni kuwa kuna a lot of accusations that Edwin Sifuna have been accused of by the ODM party. So this of the Nakuru that is set to happen will be a big one. Leaving alone what is expected of police and maybe joining the supplies maybe from kutoka kwa viongozi wengine kutoka kwa the underground ama kutoka kwa mikoa mingine ama kwa vyama vingine vya kisiasa kuweza ni kuungana na hii ya Edwin Sifuna. Kuna swali moja ambalo labda watu wamekuwa kijiuliza. Edwin Sifuna amekuwa akielekea katika mikoa tofauti tofauti na utaweza ni kuona akiweza ni kuwakusanyisha watu. Edwin Sifuna sasa ameweza ni kuingia katika the Rift Valley region, and this was one of the biggest maybe one of the biggest grounds of Raila Amolo Odinga, and this is a threat to William Samoei Ruto's votes. Let me quote that. Hii ni hatari kwa kura za William Samoei Ruto mwaka 2027. Mwanzo Edwin Sifuna amekuwa akikemea mambo ambayo yamekuwa yakifanywa na hii serikali, kutoka kwa mafuta, kutoka labda kwa mambo mengi sana ambayo yamekuwa kiendelea katika hii serikali ya William Samoei Ruto. Kitu ambacho kinatarajiwa kufanyika kesho labda itakuwa ni kubwa. And the big one will be if there will be maybe some viongozi ambao wataweza ni kuungana na Edwin Sifuna katika the Nakuru tour kutoka kwa the real ground ODM ile the Clark ODM whatever. Ladies and gentlemen, Edwin Sifuna amekuwa akielekea katika mikoa tofauti tofauti. He is now heading to the Rift Valley region. The big question maybe wewe hata wewe mwenyewe unaweza kuwa ukijiuliza, what if Edwin Sifuna aweze ni kuingia katika mkoa wa Mount Kenya region? That is an opinion and maybe that hiyo ni kitu ambayo labda tunaweza ni kwa tukijadili katika hii video. What if it happens where Rigathi Gachagua is maybe mtu ambaye ana usemi mkubwa hapo katika mkoa ule wa Mount Kenya region? What if Edwin Sifuna aweze ni kuingia pale, na kama ilivyo kawaida Edwin Sifuna ako the anti Ruto's regime, Rigathi Gachagua pamoja na watu wake wako anti Ruto's regime? What will happen, ladies and gentlemen? Unaweza kaniambia pale katika comment section. As Edwin Sifuna heads to Nakuru County, it is set to be a big one. Supplies, maybe unaweza ukaona viongozi ambao sasa wanamwambia William Samoei Ruto, tunaweza tukakuachilia pale wewe uweze ni kukuja usimame 2027, PSC tuweze ni kuleta mgombea kama the ODM party kulingana na venye wanaweza kuwa wakisema pale 2027. One of the person in a lot of pressure is definitely Oburu Odinga. Oburu Odinga aliweza ni kuachwa na his brother Raila Amolo Odinga in the blood-based government, and maybe hiyo ndio inaweza kuwa ikiendeleza the tensions in between the ODM party, because labda kuweza ni kuacha ile the blood-based government kama walivyoweza ni kuingia pale wakati wa Raila Amolo Odinga, itaweza ni kuwa digumu. Ladies and gentlemen, unaweza ukaona vipi wakati Edwin Sifuna anaelekea pale katika the big Nakuru Linda Mwananchi tour? Itakuwaje kulingana na wewe? And if Edwin Sifuna aweze ni kuamua aweze ni kuingia in the Mount Kenya region, maybe kuweza ni kujoin Rigathi Gachagua, how itaweza kuwaje pale ambapo Edwin Sifuna ameweza ni kuonyeshana this is the Raila Odinga spirit of capturing attention of the people, bringing clowns ya kuweza ni kupinga serikali, kuweza ni kumtetea mwananchi. Asante sana kwa muda wako. Hii ni Expertise 24/7. Tutakupatia ripoti zilizojiri kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Ni vizuri mtazamaji wangu uweze ni kufahamu
siasa tunazozichanganua hapa katika Expertise 24/7 hazijaweza ni kupigwa jeki na chama chochote cha kisiasa na mwanasiasa yoyote. Tunafanya uchanganuzi wa siasa ambazo zinaendelea hapa Kenya, hata habari kutoka East Africa hata dunia mzima. Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinde. Kuchukua muda wa sekunde moja kwanza ni kusubscribe hapo, unafurahishwa na kazi ambayo tunaifanya hapa Expertise 24/7.